Amen. Basi leo ni siku ya 3 ambayo na ni siku ya mwisho kwa semina hii ambayo ilikuwa imeandaliwa na ndugu zetu hapa, na tunaamini ni Mungu ndiye aliyekuwa ameikusudia au ameiandaa kupitia sisi. Sasa jana tuliishia kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 huo mstari wa 2, ambao maneno ya Mungu yalikuwa yanasema, akawaambia. Huyu alikuwa ni Yesu anaongea na wanafunzi wake. Maana ukianzia hapo juu utapata hiyo picha kwamba alikuwa ni Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Sasa mstari wa 2 unasema, akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Anasema, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Na natumaini hapa tuliongea kidogo kuhusiana na watendakazi, na tukasema hao watendakazi ni watu ambao ndio ufalme wa Mungu. Yesu anasema tuombe kwa ajili ya watendakazi. Sasa ukiangalia tukaangalia kwenye hilo neno watendakazi, tukakuta kwenye Kiingereza chake Biblia imeandika kama laborers, yani ambayo imetokana na umoja wa neno labor. Sasa labor tunajua ni kile pale mwanamke akiwa amepatwa na uchungu, mwanamke mjamzito, uchungu ukimshika, ile akishafika wakati wa kujifungua, uchungu ukimshika, ukimkamata uchungu, yule mwanamke wanasema ameingia leba, yani ameingia kwenye kipindi ambacho kuna uchungu ambao umeinuka ndani yake. Alafu huo uchungu unavyoendelea kuzidi unakuja kusababisha mabadiliko kwenye mwili wake ambayo yatapelekea kusukuma yule mtoto ambaye alikuwa ndani yake ili azaliwe. Sasa tukaja kuona sifa ya hao wanawake sio kwamba wakishazaa basi yule mtoto wanamwacha, lakini huyu mtoto tena wataalamu wa afya wanasema mama anatakiwa amkumbatie mtoto ili mtoto yule apate lile joto la mama, lakini pia inabidi amnyonyeshe mtoto ndani ya lile lisala kwanza. Lakini tunakuwa tunaona baada ya pale tunaambiwa mama amnyonyeshe yule mtoto maziwa tu miezi 6, afu baadaye ataanza kumnyonyesha na kumpatia vyakula vingine ambavyo sasa vitakuja vyakula vigumu. Ataanza kupata ataanza uji, baadaye ataanza kupata hata vyakula vigumu kama ugali, wali na vitu vingine, nyama huko na nini, ila inategemea na kiwango cha mtoto. Kwa hiyo mwanzoni atakuwa anampa maziwa, lakini ni wajibu wa mama. Hakuna mtu mwingine ambaye ataenda kumtafutia hayo maziwa. Ni wajibu wa mama kumnyonyesha huyo mtoto. Na sio tu wajibu, yani ni upendo unaomsukuma yule mama. Unakuta kwamba anakuwa hata mtoto akiwa anataka kunyonya muda wote, mama atavumilia. Yuko radhi aamke usiku, aache usingizi, ila tu amnyonyeshe mtoto wake. Atahakikisha mtoto wake anakuwa ni mtoto mwenye afya njema. Ataenda kliniki kila mwezi, atakuwa anaenda. Mtoto akipata changamoto yote ataenda atafute usaidizi. Kama yeye hawezi kumsaidia, basi anatafuta watu wamsaidie. Kama ni afya, ataenda kwa wataalamu wa afya. Kama ni lishe, ataenda kwa wataalamu wa lishe. Lakini atahakikisha yule mtoto aliyemzaa kwa uchungu anakuwa sawa sawa na vile ambavyo anapaswa kukua. Tena unakuta yule mama anatamani hata mtoto akue akiwa na afya bora hata zaidi ya yeye mama.
Sasa huyo ni leba, aliingia leba. Sasa Yesu anasema kwamba hawa wanafunzi waombe kwenye ufalme wa Mungu, Baba alete watendakazi, alete hao laborers, watu ambao sio tu wanaanza kuzaa, lakini wanaanza kwanza kuibeba ile mimba ikiwa changa. Yani bado kimeingia ambacho bado hakisikii, bado hata hawaoni kama wamebeba mtoto. Hata wakiambia una mimba, hata haoni, hata tumbo halijaanza kukua. Ina maana anahitaji kuona watu ambao wameweza kubeba, wamebeba kwa ufalme wa Mungu, watu ambao wamelibeba neno la Mungu, wakalibeba hata wakati ambao walikuwa hawaoni matokeo yake, lakini wakaendelea kulibeba na kuamini kwamba kile walichokibeba sio wamebeba tu maneno walioambiwa na daktari au walioambiwa na vipimo, lakini wamebeba neno ambalo linaendelea kukua na kuja kuzaa mtoto. Kwa hiyo wakaendelea kuvumilia, wakaendelea kuwa na jitihada, wakaambiwa wale vyakula vya aina fulani, watabadilisha hata mfumo wao wa maisha. Kama labda hawatakiwi kufanya kazi ngumu, labda wanatakiwa wapate muda wa kupumzika, wanatakiwa wafanye hivi, watakubali kubadilisha mfumo wao wote wa maisha kwa sababu ya kile kitu walichokibeba ndani. Wakati watu wengine labda watakapotaka waende watumie vitu, wakalewe, wakafanyaje, lakini yeye ataambiwa hapana, kwa sababu ya hiki kitu ulichokibeba kuna vitu ambavyo havitokuwa sehemu yako. Kwa hiyo Yesu sasa anasema waombe watu kama hawa ambao kuanzia mwanzo wataanza kutengeneza mazingira ya ili kile kitu ambacho kipo ndani yao kiendelee kukua. Alafu kikiendelea kukua, mwisho wa siku kianze kubeba na uchungu wa kukitoa kile kitu. Yani kuna uchungu ambao utakuja kuingia. Wakishalibeba lile neno likakuwa zaidi, itafika kipindi ambacho sasa hawawezi tena wakaendelea tu kulibeba wenyewe. Italibidi ili neno walitoe. Hayo sasa watalitoa lile neno kwa uchungu, na watakuja kuzaliwa wana. Na ndo hapa tunaposema kwamba sasa yani watabeba lile neno, watu ambao watabeba lile neno watakuwa kama lile neno, na wataenda kulipeleka hilo neno kwa watu wengine, kwa sababu sasa limeshabebwa mpaka limeshadhihirika. Sasa wanaenda kuzaa, na wakishaenda kulizaa, matokeo yake kile watakachokizaa. Sasa hapa nikiwa naongea hivyo, kumbuka tulianzia kule kwenye mtu kuwa mtoto asipopokea ufalme wa Mungu kama mtoto hawezi akaingia. Kwa hiyo sasa natokea kule kwamba lile neno ambalo wanakuwa wamelibeba hawatokubali kukaa nalo tu wenyewe. Kuna wakati ambao linakuwa sasa ambapo tena hawana tena chaguo la kukaa nalo, kwa sababu uchungu ulioko ndani yao unasababisha kwamba watoe kile kitu ambacho wanacho. Nasema sasa kishatoka kinazaa wana. Lakini sasa ndio nimetolea mfano sisi ambao sasa unakuta mtu umekuwa ndani ya Kristo mpaka umeanza kuona mzigo wa watu wengine kuja kuona uzuri ambao wewe unauona ndani ya Kristo. Hata ukishawaleta watu umewazaa. Yesu anatolea huo mfano, umewazaa wale watu. Mtu leo ameokoka kwa sababu ya neno ambalo umemhubiria, kwa sababu ya maisha yako ambayo ameyaona, na sasa umemleta ndani ya huo ufalme, umemzaa. Sasa anasema Yesu tuombe watu ambao ni sawa na leba. Tuombe watu ambao watakuwa watenda kazi. Yani wakishazaa hawatotelekeza, wakishazaa hawatokimbia kama wengine wanavyokuwepo watoto wa mtaani. Hapana,
wakizaa wanahakikisha yule mtoto anakuwa, wakizaa wanahakikisha wananyonyesha yule mtoto, wataanza kunyonyesha maziwa. Ndio maana Petro wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 2 akawa anasema kwamba kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa mpate kukulia wokovu. Hasa hayo maziwa lazima awepo mama anayetoa hayo maziwa. Yule mtoto anaambiwa atamani, lakini lazima yawepo maziwa yanayotolewa. Kwa hiyo lazima uanze kuyatoa yale maziwa, lakini kuna wakati ambao utakuja ambao sasa utabidi uanze kumchanganyia maziwa na uji. Baadaye saa itabidi umwachishe maziwa, uanze kumpatia tu uji, uanze kumpatia vyakula sasa vingine vigumu. Ndio maana sasa utaanza kuona Yesu anahitaji kuona watu wenye mzigo, watakaokuwa na mzigo kama aliokuwa nao yeye. Hakuridhika tu kwa wale wanafunzi kumwamini kama yeye ndo mkombozi wa ulimwengu, ilibidi atembee nao, ilibidi abebe huo mzigo wa kuwa sehemu ya maisha yao. Kuna wakati ambao mama yake Petro alikuwa anaumwa na ikabidi Yesu aende kule nyumbani. Akaenda. Unaweza ukaona Yesu alikuwa anagusa kila sehemu, anaendelea kuhakikisha kwamba hawa anaowazaa wanakuwa na wanamfikia yeye. Sasa kwa nini nimekazania hapo sana? Ili sasa ujue kwamba tumeingia ndani ya ufalme tulivyoingia tu. Kwa hiyo kuna kazi ambayo ilikuwepo ndani ya ufalme, ambayo kazi inakuja baada ya wewe kujua wewe ni nani, una nini, una uwezo gani, unatakiwa kufanya nini, ili na wale unaowaleta wasije wakabaki vile vile wakiwa watoto, ili nao ukiwaleta unawaleta mpaka kiwango ambacho upo. Sasa jana ndio tulikuwa tumegusia kwenye hilo eneo. Sasa leo tutaendelea kidogo na Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 58. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Mstari wa mwisho kabisa ule. Maneno ya Mungu yanasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Anasema taabu yenu sio bure katika Bwana. Yaani kwa maana nyingine anasema kutenda kazi kwenu sio bure. Yaani kutenda kazi kwetu sio bure. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hiyo kazi anayoisemea ipo, imewekwa ndani ya wakati. Ndio maana kwambia mwanzo kabisa tulivyoanza kusoma, wakati Yesu anaanza kuhubiri kwenye kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 14, akaanza kuambia wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo huu ufalme wa Mungu unakwenda kwa kusudi lililowekwa ndani ya wakati. Yaani lile kusudi ndilo linalobadilisha au linaloamua nyakati. Kwa hiyo anavyotuambia kwamba kutenda kazi kwetu sio bure, kwa sababu hii kazi tunayoitenda imewekwa ndani ya wakati. Kuna wakati ambao tena hakutokuwa na nafasi ya kuitenda hii kazi, hakutokuwa tena na muda wa kuitenda hii kazi. Ndio leo sasa tulikuwa tunafikia kwenye kitabu chetu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14. Sura ya 24 na ule mstari wa 14.
Maneno ya Mungu yanasema hivi. Kumbuka tulivyoanza. Haya. Mathayo 24:14. Anasema tena, na habari ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kuna vitu vitatu hapo inatakiwa uvielewe. Kwanza, kuna habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Hicho ni kitu cha kwanza. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Alafu anasema kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo ina maana kwenye kila taifa wanatakiwa wawepo hawa watu watakaoupeleka huu ushuhuda. Hicho ni kitu cha pili. Kwa sababu kitu cha kwanza nimekwambia habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Sasa anasema na kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo, na kitu cha tatu anasema hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kuna vitu vitatu hapo. Kuna kitu cha kwanza, habari njema ihubiriwe. Lakini unatakiwa ujue kwamba hii habari inatakiwa ihubiriwe katika kila taifa. Na kitu cha tatu, unaambiwa sasa kuna mwisho ambao utakuja. Ndipo mwisho utakapokuja. Sasa unaweza ukasema labda mimi nitahubiri Tanzania. Hakumaanisha hivyo. Alivyokuwa anasema utakuwa ushuhuda kwenye mataifa yote, alikuwa anamaanisha kuna watu ambao watakuwa na lugha moja, kwa sababu taifa linakuwa na watu ambao wana lugha moja, wanaunganishwa na lugha moja, au wanaunganishwa na eneo, au wanaunganishwa na tamaduni. Kwa hiyo sasa kuna watu ambao watakuwa na tamaduni moja au watakuwa na lugha moja, ambao itabidi ile habari njema ya ufalme iwafikie. Kwa hiyo itahitaji mtu ndani ya ile jumuiya ya watu wenye lugha moja, au ndani ya jumuiya ya watu ambao wana utamaduni mmoja. Yule mtu itahitaji watu ambao watainuka ndani ya ile jumuiya. Bila hivyo itakuwa ni vigumu kufikia hayo mataifa yote. Kwa hiyo naweza tu nikakupa mfano mdogo. Leo hii kuna watu wanafanya kazi Ikulu. Kila siku anaamkia kazi, yupo Ikulu. Je, wewe ambaye kila siku, au sisi ambao kila siku mikutano yetu tunafanya mikutano, na mikutano inafanyika mtaani. Kuna mtu ambaye yuko Ikulu, anaamkia Ikulu, anafanya kazi Ikulu, labda na nyumba yake ipo ndani ya zile niseme kota za Ikulu. Huyo mtu ataisikia injili lini? Kuna mtu ambaye ni mbunge, muda mwingi labda yupo bungeni, akitoka bungeni ameingia kwenye mikutano. Huyo mtu injili itakuja kumfikia lini? Leo hii rais hawezi, labda ana majukumu mengi kiasi kwamba hata hawezi akaja kutembea mtaani. Je, huyo rais injili
atakuja kuisikia lini? Labda nimekimbia huko mbali sana. Leo hii kuna mtu ambaye anafanya kazi, ni mfanyabiashara mkubwa. Najua tunawafahamu wafanyabiashara, kuna wafanyabiashara wakubwa. Anaishi labda tuseme anaishi Masaki. Asubuhi yuko kwenye miradi yake, yupo kwenye vikao na watu wafanyabiashara. Hana muda hata wa kusema wakuja kusikiliza mikutano tunayofanya. Huyu mtu injili itamfikia lini? Au habari njema ya ufalme itamfikia lini? Na inawezekana labda hata amezaliwa kwenye familia ambayo hawaendaji hata kanisani. Labda amezaliwa kwenye familia ambayo wanaendaga hata msikitini, wanaendaga tu msikitini. Kwa hiyo kwenye siku zake za wiki zote yupo kazini. Au nitolee mfano, mtu anafanya biashara Kariakoo, labda madukani, anaamka kila siku na anajua siku yake ya ibada ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo huyu mtu habari njema ya ufalme itakuja kumfikia lini? Kwa hiyo hapo ndio unaanza kuona uhitaji wa hawa watendakazi kwenye kila eneo. Sasa sisemi kwamba anayefanya kazi Ikulu basi akafanya mikutano ya injili Ikulu, lakini tuanze hebu kupita kwa baadhi ya watu, alafu tuone Mungu aliwatumiaje kwenye nafasi walizokuwepo kwa ajili ya kufikisha habari ya ufalme. Kweli. Kwa hiyo kama kanisa ambalo liliachiwa jukumu la kuipeleka habari njema ya ufalme kwa watu wote, linatakiwa liwe linaona uhitaji wa hiyo habari njema ya ufalme kwenda kwenye maeneo yote. Walioko mtaani, tupeleke watu ambao watakwenda kufanya mikutano mle mtaani. Waliopo kwenye maeneo ambayo labda ya serikali, wawepo watu ambao watakwenda kwenye serikali. Wawepo watu ambao watakwenda kwenye biashara. Wawepo watu ambao watakwenda kwenye masoko. Wawepo watu ambao watakwenda kwenye mabunge. Wawepo watu ambao watakwenda kwenye majeshi. Leo hii wewe mwinjilisti, wewe ambao unafanya mikutano mtaani, ni vizuri kwa sababu unalitimiza lile agizo. Lakini hebu tufikirie, kuna watu wapo jeshini, kila siku maisha yao ni jeshini, kambini. Huyu mtu anakutana na habari njema ya ufalme lini? Kwa hiyo kumbe tunahitaji wanajeshi ambao wanamjua huyu Mungu, ambao wameshajengwa, ambao ni watenda kazi kule jeshini, wakakutana naye. Maana leo hii unaweza ukaenda pale jeshini ukasema leo nimekuja kuwahubiria habari njema ya ufalme, na wewe sio mwanajeshi na umeingia kwenye kambi ya jeshi bila kibali. Na ukashindwa kwa sababu tu wewe hauna nafasi ya kuongea na wale watu au ya kuishi na wale watu, au unakuta inakuwa ni ugumu. Sasa hebu tusome kwenye kitabu cha Daniel sura ya pili. Daniel sura ya pili mstari wa 44. Sasa hapa kabla tujaanza kusoma, na nitatoa tu huko mistari ya juu hapo,
kuna mistari ya juu hapo ambayo ukianza kusoma, huyu mfalme aliota ndoto. Huyu mfalme Nebukadneza aliota ndoto ambayo hiyo ndoto akaa anatafuta tafsiri, maana ile ndoto ilimghadhibisha sana, ilimsumbua sana, lakini akakusanya wachawi na wataalamu wote wa kutafsiri ndoto, na akawaambia kwamba anahitaji, lakini walishindwa, walikosa. Kwa hiyo ndio ikabidi alivyotoa tamko la kuuawa kwa hao wote, hao wataalamu wote, ndio ikabidi wakamtafute Daniel. Walipomtafuta Daniel, akamwambia nipeni muda. Akaenda akawachukua wenzake wale kina Meshaki, Shadraka na Abednego, wakaenda kuomba. Akasema wakaenda kuomba Mungu awafunulie Yesu, na Mungu akawafunulia. Sasa hapa Daniel akawa anampa tafsiri na akawa anampa tafsiri huyo mfalme. Sasa tukianzia huo mstari wa 44, anasema na katika siku za wafalme hao wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Hapo ameshamtafsiria, ameshaanza kumtafsiria huku anamalizia tu, akaambia wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi vipande vipande na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Na kama ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunjavunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Anasema sasa, ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daniel, akatoa amri wamtolee Daniel sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Daniel, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri. Kwa hiyo hapa huyu mfalme anamuona Mungu kupitia suluhisho au kupitia jawabu ambalo Daniel amelileta kwa mfalme. Kuna tatizo ambalo lilikuwa limetokea na mfalme anahitaji suluhisho, lakini ilibidi mtu wa Mungu ndiye apeleke suluhisho ili mfalme ajue kwamba huyu ndiye Mungu wa miungu. Na mfalme kabisa anasema kwamba awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri. Unaona? Sasa maneno ya Mungu anasema basi mfalme, ukisogea mstari wa 48, anasema basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Sasa Danieli tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadraka, Meshaki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli, lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Sasa unaona hapa Danieli akapewa nafasi ya uongozi juu ndani ya nchi, lakini na akawachukua na wenzake wengine ambao waliomba pamoja naye, nao pia akawachukua akawaombea nafasi, nao wakapewa nafasi za uongozi ndani ya nchi. Kwa hiyo wakawa tayari wana uwezo wa kukaa na mfalme, wana uwezo wa kuongea na mfalme. Sasa ukisogea mstari wa pili, ukisogea sura ya 3 ya Daniel, unaona tena mfalme Nebukadneza alifanya sanamu na akawaamrisha watu wote waiabudu ile sanamu ambayo mfalme ameisimamisha.
Unaona? Sasa kumbuka, hii inakuwa inafundisha nini? Kuna watu wa Mungu ambao Mungu amewatuma, amewapandisha au anataka kuwapandisha kule, lakini inabidi wafahamu kwamba huku wameletwa kwa ajili ya kumdhihirisha huyu Mungu, kwa sababu inabidi habari njema ya ufalme iende kote. Kwa hiyo unakuja kuona, ina maana kuna vitu ambavyo kuna sera ambazo zitakuwa zinapitishwa kwenye uongozi ambazo zitakuwa kinyume na ufalme wa Mungu, kwa sababu tu ule ufalme uliokaa kule ni ufalme wa giza. Na kama akikosekana mtu ambaye ni wa ufalme wa Mungu, akakosekana kwenye utawala, ina maana vitu vitakavyokuwa vinatokea kule, usitegemee vitatokea vitu vya kimungu, vitakuwa vinatokea vitu ambavyo ni vya ufalme wa giza. Ndio maana unakuja kuona sasa hapa mfalme na wakuu wa Babeli, baada ya ile sanamu kutengenezwa, wakawalazimisha watu wote waiabudu sanamu. Ikapitishwa sheria wote waiabudu ile sanamu. Kwa hiyo sasa inapitishwa sheria kama zinavyopitishwa sheria zingine kwenye nchi ambazo bado hakuna utawala wa kimungu. Hasa unaona hapa Mungu tayari akawa anaanza kuingiza watu ambao watakwenda kubadilisha mifumo ya utawala, watu kutoka kwenye ufalme wa Mungu, ili sahawa ndio wapeleke habari njema za ufalme wa Mungu. Hahitaji tena watu watoke nje ya utawala, kwa sababu ukitoka nje ya utawala kwenda kupeleka habari za ufalme ndani ya utawala ni vigumu, kwa sababu kuna sehemu wanaokaa vikao, wewe hautokaa vikao, hautokuwepo kwenye hivyo vikao. Inahitaji kuna vikao ambao vinapitisha sera ambazo sio za kimungu. Inahitaji vikao ambao wawepo wana wa Mungu au watendakazi ambao sasa watazuia zile sera zisipite. Ndipo unaona sasa kina Danieli bado walikuwa hawajaingia kwenye lile eneo la kutunga hizi sera au kupitisha hizi sera. Ndio unakuta kuna sera inapitishwa ya kwamba sasa wote waabudu hii sanamu. Unaona? Ukisoma sasa hiyo sura ya 3 mstari wa 4 anasema, ndipo mpiga mbiu akapiga kelele, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamuriwa hivi, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hiyo kuna watawala sasa wanaanza kuinua vitu kwa sababu hawamjui Mungu. Wanainua vitu ambavyo viko kinyume na Mungu. Ni mpaka tuanze kupata watawala ambao wanamjua Mungu, au watu waingie watu wa Mungu ndani ya mifumo, ndani ya utawala, kwa ajili sasa ya kuanza kupeleka habari za ufalme wa Mungu, sera ambazo zitakuwa zinalandana na kumdhihirisha Mungu. Kwa sababu hapa ilikuwa inawageuza watu wamwangalie Nebukadneza kama Mungu. Na unaweza ukafikiri labda sisi haipo hiyo mifumo. Ipo. Ndio maana leo hii unasikia makanisa yanafungwa tu. Ndio maana leo hii unasikia watu wanazuiwa kuhubiri Injili. Unasikia leo hii kuna vitu vya namna nyingi. Ni mpaka watu wainuke, watu ambao wamepewa mzigo, mpaka watu ambao watenda kazi ambao wanajua, ambao wanamjua Mungu, ambao wana ufahamu wa kimungu, wana masuluhisho ya kimungu ndani ya taifa. Hasa unakuja kuona huku mwishoni hapa tutakuwa na, kwa sababu ya muda nitakuwa na nini, huku mwishoni tunafahamu hii habari kwamba Meshaki, Shadraka na Abednego walikataa kusujudu ile sanamu, na walivyokataa kusujudu wakatupwa kwenye
wakatupa kwenye tanuru la moto. Walisema wenyewe hawezi kumsujudu, wanamjua tu ni Mungu pekee. Wasema tu wenyewe wanamjua Mungu pekee. Kwa hiyo kuna watu wa kimungu ambao hawatokubali kuachilia, lakini kuna gharama. Ndio maana unaona hawa kina Meshaki, Shadraka na Abednego, kuna gharama waliilipa, nao walikuwa tayari hata kupoteza maisha yao kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona gharama inawakuta, wanaingizwa kwenye tanuru la moto, na baada ya kuingia kwenye tanuru la moto sasa Mungu ndipo anajidhihirisha. Hawakuungua. Sasa baada ya kutokea kile kitu, sasa nitasoma ule mstari wa 28, mstari wa 28 mpaka wa 30, hiyo sura ya 3. Anasema hivi: Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Basi mimi, huyo Nebukadneza mfalme anasema, basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Kwa hiyo unakuja kuona sasa, badala ya wao kwenda mtaani na kusema Yesu anaokoa au mbilini huyu Mungu pekee ni huyo, lakini kuna watu ilihitajika waende kwenye mifumo ya utawala. Kwa hiyo tunavyosema tuna timu ya wainjilisti, inabidi tuanze kufikiria sio tu wainjilisti watakao kwenda mtaani peke yake, lakini tukiwa na timu ya wainjilisti tuwe na watu ambao tunaweza tukawatuma mtaani, tuwe tuna watu ambao tunaweza tukawatuma kwenye serikali, tuwe tuna watu ambao tunaweza tukawatuma kwenye biashara, tuwe tuna watu ambao tunaweza tukawatuma kwenye bunge, tuwe tuna watu ambao tunaweza tukawatuma kwenye usafirishaji, kwenye teknolojia, kila eneo. Kwa sababu hapo unaona yani watu watatu wanasababisha Mungu huyu kuhubiliwa nchi zote. Kwa sababu kumbuka, huyu Nebukadneza alikuwa mtawala wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo anatuma kwa watu wote wa kila lugha, kila kabila, kila taifa, kupitia hawa watu watatu waliosimama kwenye utawala na wakaweza kumdhihirisha huyo Mungu. Tungeweza kumsoma na Danieli hapo mbele, lakini nataka tu usome hapo sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa kwanza anasema hivi: Mfalme Nebukadneza kwa watu wa kabila zote. Kwa hiyo hapa mfalme anatekeleza kile ambacho amekisema. Hasa mfalme ndiye anayehubiri Injili. Na kumbuka, mfalme anasikilizwa na karibia na kila mtu katika nchi. Ana uwezo wa kuwafikia watu wengi. Hasa mfalme anaandika waraka, anasema Mfalme Nebukadneza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezeke kwenu. Mimi nimeona vyema kutangaza habari za ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Sasa utaendelea kusoma huko chini mpaka anafika huko chini, lakini unaona sasa hawa watu watatu, watu sebe wanne na Daniel, walioingia kwenye utawala wakaleta masuluhisho
ambaye alikuwa ameushinda mfalme, kwa sababu Mungu sio kwamba anatufundisha tu kuhubiri Injili, anatufundisha jinsi ya kuongoza katika haki, anatufundisha jinsi ya kuongoza kwa namna ya kimungu. Kwa hiyo akishawapeleka watu wanaomjua Mungu ndani ya utawala, watu wataiona ile haki ya Mungu, watauona ule ujasiri wa kimungu, wataona yale masuluhisho ya kimungu, wataona zile fikra za kimungu, wataona ule ufahamu wa kimungu. Ndio sasa wataanza kusema nyie hivi vyote mnavitoa wapi? Watasema sisi kuna Mungu ambaye tunamwabudu. Kama Daniel alivyomwambia mfalme, sio mimi niliyekufunulia hii ndoto, lakini ni Mungu ninayemwabudu. Kwa hiyo ndio Nebukadneza anakuja kusema Mungu wa Daniel kweli ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Lakini pia hapa bado tunaona kina Meshaki, Shadraka na Abednego wanafanya, na inasababisha mfalme kuandika nyaraka kwa watu wote. Ina maana hapa mawaziri wa Babeli waliweza kupata uharaka, wabunge wa Babeli waliweza kupata uharaka, wanajeshi wa Babeli waliweza kupata uharaka. Kila watu wa kila namna ambao utawala ulikuwa unawagusa tayari walisikia habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yesu anavyosema tuombe watendakazi, kila eneo, tukienda mtaani tuwakute, tukienda serikalini tuwakute, tukienda kila eneo tuwakute, tukienda kwenye biashara, tukienda kwenye masoko. Yani jinsi tu utakavyokuwa uaminifu wako kwenye biashara, watu waje wakuulize, hivi nini siri ya mafanikio? Watu utasema hapana, sio mimi, kuna Mungu ninayemtumikia ambaye aliyeniokoa. Kwa hiyo tayari watu hebu na mimi namhitaji huyu Mungu. Tayari pale pale mnaanza pale. Kuna watu ambao watahitaji tu kuona jinsi ambavyo unavyoendesha miradi yako, jinsi ambavyo unavyoishi na wafanyakazi wako. Una kampuni kubwa, jinsi tu ambavyo unavyoishi na wafanyakazi wako. Watasema hivi unawezaje kujishusha na kuendelea na kukaa na hao watu hali ya chini namna hii na wafanyakazi wako hivi na ukakaa nao tu hivi kirafiki namna hii? Nasema sio mimi, ni upendo wa Mungu ambao uko ndani yangu. Na mimi nataka hii kitu. Na mimi nataka, kuna mfanyabiashara wako mkubwa, mfanyabiashara mkubwa amekuja na wewe, amekuta una biashara kubwa, na jinsi tu unavyoishi na wafanyakazi wako vile, akasema hivi unawezaje? Ukasema sio mimi, ila kuna Mungu ambaye yuko ndani yangu. Yule mfanyabiashara hajawahi kuhudhuria mikutano ya Injili, lakini kuna mfanyabiashara mwenzake amekutana naye ambaye tu sio mfanyabiashara, sio tu amekuja kufanya biashara ili apate hela za kulisha familia, ila amekuja kufanya biashara ili akutane na wafanyabiashara ambao hana muda wa kwenda kwenye mikutano, lakini wana muda wa kwenda kufanya biashara. Sasa huku kwenye biashara wanakutana na Mungu ambaye sasa anaanza kuwafundisha nao kufanya biashara kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Baadaye atawa injilisti, watu hangaika, watu wanaoenda wa missionary, watu hangaika wanaokwenda vijijini, kwa sababu kuna wafanyabiashara wamenuiwa huko ambao sasa watasema mwezi huu faida yote itaenda kuwasafirisha watu wapeleke injili vijijini. Kwa hiyo tunavyokuwa tuna timu, tuanze kuangalia tuwe na watendakazi wa kila eneo. Kila eneo. Mungu akikupa neema, mwambie Mungu ninahitaji. Kama amekupa maono, mwambie Mungu ninahitaji kuona watendakazi. Maana Yesu anasema ombeni watendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama nasikika. Unasikika vizuri sana man of God. Amen. Kwa hiyo unaweza ukaona Yesu alipokuwa anasema ombeni watendakazi, anamaanisha nini? Inawezekana kanisa zima tulikuwa tumeingia kwenye upande mmoja tu, alafu kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa tumevisahau. Inawezekana hata tulikuwa tunajua utumishi ni wote tukienda kusimama madhabahuni. Tulikuwa tunajua utumishi ni wote tukiwa wachungaji. Tulikuwa tunajua utumishi ni wote tukiwa manabii.
lakini anakuja kutufunulia ya kwamba kweli kuna watu ambao watakaa kanisani, yaani kuna watu ni manabii wa kwenye serikali, kuna watu ni mitume ndani ya serikali, kuna watu ni mitume ndani ya biashara, kuna watu ni mitume ndani ya mitindo, kuna watu ni mitume ndani ya usafirishaji. Leo hii kuna mabasi ukipanda hata uwezi ukamsikia Mungu, njia nzima unasikia tu nyimbo za ajabu ajabu. Lakini kama umefika kwa mtu wa Mungu, wewe ndio unayefanya biashara ya usafirishaji wa mabasi, mle ndani mtu akiingia tu ni Yesu, sio tu anakutana na Yesu wa maneno, anakutana na Yesu pia akiingia mle, jinsi wanavyowajali watu mle, jinsi ambavyo kuna usalama wa vitu vyao, jinsi ambavyo hata wakisahau mizigo yao wanaikuta, jinsi ambavyo uaminifu, wakituma vitu vyao vinafika salama. Lakini bado wanakuta hata mazingira amesafiri mwanzo mwisho, hata vitu vinavyoonyeshwa mle ndani kama anasema hapa kuna kitu. Mtu inawezekana njia amefika kwanzia, amesafiri masaa 8 ndani ya gari yako na bado hajamsikia Yesu. Haiwezekani. Lakini sasa Mungu anahitaji kuona kila eneo linapata hao watu. Ndio maana Yesu anawaambia ombeni watenda kazi. Maana hata kipindi kile Yesu alikuwa na watu ambao sio tu alitembea na mitume peke yao. Kumbuka Yesu baada ya kufa, mitume wote walikimbia. Hakuna mtume ambaye alienda kudai mwili wa Yesu. Lakini anasema kulikuwa na tajiri mmoja aliyeitwa Yusufu, akaenda kuomba mwili wa Yesu kwa Pilato. Kumbuka wanafunzi wote walikuwa wanaogopa, walikuwa wamekimbia. Lakini ilihitaji mtu ambaye anaweza kuingia kwenye system, anaweza kuingia kwenye mfumo. Yule tajiri akaenda kwa Pilato. Unaweza ukaona kile kilikuwa tu ni kitu cha kawaida. Haikuwa kitu cha kawaida, kwa sababu Yesu asingezikwa sehemu inayojulikana. Watu wasingejua kama amefufuka au hajafufuka, wangeendelea kukanusha kama walivyojaribu kukanusha wakati alivyokuwa amefufuka. Lakini kwa sababu sasa ilikuwa inajulikana, na Yusufu alivyomchukua akaenda kumzika mahali panajulikana, na wale askari ikabidi waje walinde kule ambako Yusufu alikuwa ameenda kumzika. Lakini unakuja kuona yule mtu ambaye hata hakuwa mtume, hakuwa mwinjilisti, ambao tunawafahamu sisi siku hizi, lakini alikuwa amekaa kwenye kusudi lake, amekaa kwenye eneo ambalo halikumhitaji tena Petro wakati huo, maana Petro ameshakimbia, ameshamkana Yesu mara 3. Alikuhitaji tena watu kama akina Yakobo, kwa sababu hao mitume walikuwa wamesharudi, wengine kuvua samaki, wamesharudi kwenye uvuvi. Ilimhitaji saa mtu ambaye anaweza akaingia kwenye mfumo, akahitaji ule mwili kutoka kwenye utawala, na akampatia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sasa Mungu anatamani kuona. Sisi kama kanisa tuangalie hayo maeneo yote, tutume watu kwenye kila eneo. Tusione kama siasa ni kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Siasa zinahitaji watu wa Mungu, kwa sababu kuna sera ambazo zinabidi zipitishwe. Naamini kuna kidogo ambacho tunaweza tunahamishwa kidogo. Msijali, tunamaliza. Nilianza na dakika 15, kwa nitamaliza na dakika 15, msijali. Lakini kitu ambacho nitamani ukione, Yesu anavyosema ombeni watenda kazi, alikuwa anaona, sio kama sisi tunavyodhani, au sio kama tulivyokuwa tunadhani. Kwa sababu kanisa limekimbilia sehemu moja, afu tumeacha maeneo mengi. Hata hivi leo tukiwa tunaangalia watu wanaomtumikia Mungu, tunaona wale ambao ameshika maiki leo Jumapili anahubiri, ameshika maiki leo Jumapili anaimba, ameshika maiki leo Jumapili anatoa matangazo.
Ndio tunauona utumishi. Lakini Jumatatu tukienda kwenye biashara hatuoni kama ni utumishi, tunaona hii ni kazi tu. Ni mpaka utakapoanza kufanya ile biashara kama utumishi, utakapoanza kufanya biashara kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ndipo utaanza kuona Mungu akibadilisha watu kupitia hiyo biashara, kwa sababu hautaifanya tena biashara kama wengine wanavyofanya, kwa sababu Mungu atakufundisha njia zake kwenye kufanya biashara, atakufundisha njia zake kwenye kuongoza, atakufundisha njia zake kwenye utatuzi wa mambo, atakufundisha njia zake. Leo hii unaona mitindo ni mambo ya kidunia, lakini kumbuka hizo nguo unazovaa zimetengenezwa na wanamitindo. Kwa hiyo mpaka tupate watu ambao watakuwa wana akili ya kimungu, wametoka kwenye ufalme wa Mungu na lengo lao ni kwenda kudhihirisha ufalme wa Mungu kwenye taifa la mitindo. Kwa hiyo wakiingia kule kwenye mitindo, unajua kuna nguo ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kudhihirisha ufalme fulani. Unaona kuna nguo ambazo mtu akivaa tu tayari zinaanza vile huyu ni wa ufalme wa giza. Yaani tu kuna mavazi ambayo sawa, hata kama wewe umevaa tu kwa nia njema, lakini mtu tu akikuona, yaani ukiavaa, wewe umeavaa tu kwa sababu umeavaa, lakini yanaanza kuwaletea watu mambo ambayo hayaeleweki. Leo hii unaona watu wanatembea nusu uchi, sio zile nguo wametengeneza wenyewe, lakini kuna watu ambao wamekaa kwenye ule mfumo. Ufalme wa giza umeenda kwenye huo mfumo na umeteka huo mfumo na umefanikiwa kuleta vitu kwenye huo mfumo ambao vinatokana na huo mfumo na vinaleta matunda ya huo mfumo, ya huo ufalme. Kwa hiyo ni mpaka ufalme wa Mungu tuone kwamba kuna uhitaji wa kutuma watendakazi kwenye taifa la mitindo, ndipo utaanza kuona kuna mabadiliko ya mitindo kwenye mavazi. Nilikuwa na watu wengi ambao tungeweza kuangalia, lakini hebu tumwangalie na mtu mmoja ambaye aliitwa Luka. Tumwangalie mtu ambaye aliitwa Luka. Luka alikuwa ni mtendakazi pamoja na Paulo, walikuwa wanatembea kwenye zile safari za Paulo, na walikuwa wanatembea. Sasa huyu Luka, soma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 4, Wakolosai sura ya 4 mstari wa 14. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Huyu ni Paulo anasema Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Kwa hiyo Luka tabibu, huyu alikuwa ni daktari. Luka alikuwa ni daktari, ina maana alikuwa amesoma, alikuwa na elimu. Hasa elimu ambayo Luka alikuwa ameipata, ukisoma elimu ambayo Luka alikuwa ameipata ndo ambayo ilimsababisha Luka akaja kututunzia shuhuda za mitume kupitia elimu ambayo alikuwa ameipata. Kwa hiyo elimu yake akaamua kuitumia, kwa aliingia kwenye elimu. Kwa hiyo sasa ufalme wa Mungu kahitaji mtu mwenye elimu ambaye atakuja kurekodi, ambaye atakuja kuandika haya matendo ya mitume, atakaye kuja kuandika habari za Yesu kwa usahihi zaidi. Tusome kwenye kitabu cha Luka kwanza.
Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza, maneno ya Mungu yanasema hivi. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Ina maana Luka hakuyaona, na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami, huyu Luka ambaye alikuwa ni daktari anasema, nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Kwa hiyo Luka anasema sasa haya tumeyasikia, kina Mathayo wamesema, kina Marko wamesema, lakini anasema hayo mambo wale mashahidi wamesema, lakini anasema sasa haya mambo Luka anasema kwamba na mimi nimeandika baada ya kuyasikia haya mambo, nikajitafutia, kwa sababu alikuwa daktari, akasema nikayaandika kwa usahihi. Anasema kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu. Hata Kiingereza kinasema to write unto you in order most excellent, yani kwa ubora zaidi, most excellent, kwa ubora zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe kwenye ufalme wa Mungu tunahitaji watu ambao wanaweza elimu yao ikaleta ubora zaidi kwenye kuipeleka hii Injili. Japo sio kwamba Mungu anaangalia elimu, kwa sababu ukiangalia hawa kina Petro walikuwa hawajasoma. Ndio maana hata kuna wakati walivyokuwa wanahubiri watu wakashangaa, kwa sababu wale wakastaajabu, kwa sababu walikuwa ni watu wasio na elimu. Kwa hiyo ndio maana hata hawakuwa na muda wa kuandika hayo matendo ya mitume waliyofanya. Lakini Luka anakaa chini anatuandikia kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho kinakuja kutuonyesha uhalisia wa kanisa la kwanza na udhihirisho wa Roho Mtakatifu ulivyokuwa baada ya Yesu kupaa, baada ya Yesu kufufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kuna kitu ambacho unaweza ukaanza kukiona, au kuna ufahamu ambao Mungu anaweza akaanza kutetea. Kumbuka tulikotokea, Mungu anatamani tu, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kutuingiza ndani ya ufalme wa Mungu, na tumeingia tukiwa kama watoto, hakuna anayeingia kama mtu mzima. Na kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni sisi tukue, tukishakuwa kufikia kiwango cha wana, na mwana ndiye anayeweza kutenda kazi za baba. Kwa hiyo sasa tukishafikia anaweza kutenda kazi za baba kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo tukishafikia kwenye lengo la wana, tuanze kuwaleta hawa wengine nao kuwakuza kwa usahihi zaidi. Sasa tunawaletaje? Ndio inabidi kuna hii habari njema ya ufalme ihubiriwe. Na sasa anasema hii habari njema ya ufalme inabidi ihubiriwe kwa mataifa. Sasa kwa mataifa inabidi tuende kwa kila taifa. Kuna taifa la mitindo, kuna taifa la siasa, kuna taifa la biashara, kuna taifa la elimu, kuna taifa la afya. Kuna watu wanafanya kazi mahospitalini, kila siku yuko hospitalini akipata mapumziko siku ambayo ni sio ya ibada. Hasa huyo mtu atasikiaje Injili? Kwa hiyo anahitaji watu ambao wako mahospitalini wakutane naye, na wengine kabisa tumwambie tulicho nacho sasa hivi ndicho tukupacho. Amen. Basi kama nilivyoahidi, na dakika 15 nitakuwa ninamaliza. Ninaamini hiki ambacho kimekuja kitakuwa kuna namna Mungu ametuongezea pale ambapo tulipokuwa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiki kibali na hili neno lake. Basi muda huu tunaweza tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hiki ambacho amesema na sisi, na baada ya hapo tutakuwa tumehitimisha semina yetu kwa hiki kipindi. Basi tuombe.
Unaweza ukafungua maiki yako hapo ulipo, tuombe kwa pamoja. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya maneno yako. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umeweza kusema nasi, umeweza kutufungua, umeweza kutupatia kile ambacho umekusudia tukipate. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza na tunakuadhimisha. Asante kwa kila mmoja wetu. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe Baba. Asante kwa ajili ya kizazi ambacho unakwenda kukiinua, kizazi cha wana wa Mungu, kizazi cha watendakazi ambao Baba tutakwenda kuingia kwenye kila eneo kwa ajili ya kudhihirisha wewe Baba, kwa ajili ya kufunua uhalisia wako kwenye huu ulimwengu, watu wakakuone wewe, watu wakakujua wewe, na watu wakaingia ndani ya ufalme wako. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya hii neema. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya upendo. Nao umesema Baba, habari njema ya ufalme ikahubiriwa ulimwenguni kote, mataifa yote utakuwa ushuhuda, na huo mwisho ndipo utakapokuja. Nasi Baba, kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba maneno haya ambayo tumeyasikia, maneno haya ambayo umesema na sisi, yasishie hapa, bali yakazae kitu ndani ya maisha yetu. Ili neno ambalo umelituma kwetu likafanyike mwili, likadhihirike, kikazaliwe kile kitu ambacho umekiweka ndani yetu usiku wa leo. Asante kwa kila mmoja wetu. Tunakushukuru, tunakutukuza na tutakuamini. Tunakuamini kwa maana kuna kizazi unachokwenda kukiinua kitakachosimama na kulidhihirisha jina lako na kudhihirisha utukufu wako katika kila eneo, katika kila eneo. Watu watakuona wewe, watu watauona utukufu wako. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe Baba, ni katika jina la Yesu. Asante kwa kila mmoja. Amen. Amen. Basi nawashukuru sana sana sana.